Nakuja katika kikao hiki kujifunza tena na kuhimizana katika kuendelea kutafuta kufahamu hekima yako ya mpango wa wokovu kupitia mfano huu wa hekalu ambao umeweza kutuachia kwa minajili ya kuweza kujua hatua zile ambazo ungelipenda tuweze kufika pamoja na wewe katika kusafisha hekalu letu rohoni unapotazamia kumaliza kazi ya mpango wa wokovu, ndiposa ukamtume mwanao aje atuchukue na kukomesha dhambi ambayo haiumizi tu sisi ambao ni watoto wako, lakini ambayo imekuwa ikikuumiza tangu dhambi ilipoingia. Tuongoze kupitia kipindi hiki pia. Tuombe kwa Kristo aliye Bwana na mwombezi wa maisha yetu. Amen. Katika kitabu cha Yeremia 3:14, Yeremia 3:14, Kristo anapeana picha ya mahusiano yake na nyumba ya Israeli. Anasema kwa Kiingereza, msomaji wa Kiswahili anapoendelea kutafuta return, yes, anasema kwa Kiswahili Yeremia 3:14. Yeremia 3:14. Enenda ukatangaze. Enenda ukatangaze. Yeremia 3:14. Rudini. Yeremia 3:14. Ndio sawa. Kajua 12. Anasema rudini enyi watoto wenye kuasi. Asema Bwana. Maana mimi ni mume wenu. Kwa hiyo unapata hapo kwamba nyumba ya Israeli inahakikisha kwamba ni mke wa Bwana anayezungumza hapa. Na ikiwa ni mke wa Bwana anayezungumza, na ikiwa wameasi, kile ambacho wamekitenda ni kutokuwa waaminifu katika ndoa, sio? Kwa maana yake ambaye ameasi ndoa ni mtu ambaye hajakuwa mwaminifu kwenye ndoa, sio? Ndiyo. Kisoma kitabu cha Isaya 54 mstari wa 5. Isaya 54 mstari wa 5. Anasema. Isaya 54 mstari wake ni wa 5, anasema tazama. 55. 54 mstari wa 5. Anasema. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndiye Mwokozi. Asante. So wazo hilo linarejewa ya kwamba aliyetuumba anawakisha kwamba yeye ni mume, sio? Kwa hiyo sisi tunawakisha kuwa nini? Wake. Mke. Kristo anayo wanawake. Kristo ana mke. Yaani kwa manake kwa ujumla sisi pamoja tunakuwa mwanamke mmoja, na wala sio kwamba tuko wanawake wengi. Kwa maana hekalu hili, japokuwa kuna hekalu binafsi, kila mtu ana hekalu lake, lakini sisi kwa ujumla ndio tunaokuwa hekalu takatifu la mbinguni. Hapo tunaona vizuri? Na kitabu cha Wakorintho wa pili 11 mstari wa pili, nafikiria tumesoma hiyo. Kwa hiyo hapa kile ambacho ningelipenda tuweze kukumbuka ni kwamba sio kitu ambacho ni kigeni kwa maandiko. Mpango wa kukomboa binadamu na kumrejesha katika mahusiano ya ukaribu na Mungu unawakilishwa kwenye mpango wa ndoa. Sawa? Na baba akiwa ni baba ya Kristo na Kristo akiwa ndiye mume wa kulioa kanisa. Na ndoa, inaposema ndoa inamaanisha marriage, sijui kama nitakuwa nimetafsiri vizuri. Marriage sio kitu ambacho huwa kinahitimishwa kwa kupeanwa
ule waraka wa ile hati ya ndoa, hiyo haifanyi watu wakaoa katika ndoa. Ndoa ni wakati ambapo watu wawili wanakuwa kitu kimoja, na ijapokuwa unaweza andika katika karatasi kwenye wino kwamba hawa wamekuwa mume na mke, hiyo haiwezi fanya mtu wakawa nini? Mume na mke. Ama hiyo haiwezi fanya watu wawili wakakuwa kitu kimoja. Kwa maana yake, njia fupi ni kusema ya kwamba ndoa sio tukio la kisheria. Ndoa sio nini? Sio tukio la kisheria. Mambo ya kupeana hati ya ndoa kisheria ni mambo tu ya kiduniani. Kwa maana yake mitazamo ya kidunia iko hivi, kwamba wao kila kitu lazima kiambatane na maandishi, na pia lazima kiwe kimelazimishwa, yani lazima kiwe kimekaa imposed, kimelazimishwa. Yani ndio wewe uone kwamba umeolewa na umeoa, lazima ufinyu ukue hapo kwenye ndoa, unapatiwa nini? Karatasi. Ndio ukifanya mchezo ndaitumia kotini. That's the point. Otherwise that's unique mtazamo wa dunia. But katika mtazamo wa Mungu, ndoa sio mchakato wa kisheria, bali ndoa ni watu wawili kuwa kitu kimoja. Mioyo yao, nia zao, makusudio yao yanakuwa kitu kimoja katika muungano takatifu. Yeyote yule ambaye atakosa kukuwa mwaminifu katika ndoa ile, whether atakosa kuwa mwaminifu katika hali ya mawazo kabla hata hajadhihirisha katika matendo ya mwili, then tayari sio mwaminifu kwenye nini? Kwenye ndoa. Now, tukishasema hivyo, then ndoa ndiposa iweze kuwa ndoa ambayo inaweza dumu, lazima wale watu ambao katika hali ya ndoa, katika kuingia kwenye ndoa ile, wawe ni watu wako katika hali ya afya njema ya akili. Sio? Ndiposa wanaweza ishi pamoja tu. Watu wawili hawawezi ishi pamoja kama afya zao za akili ni wenda wazimu wote. Kwa hiyo kuna haja, kama mmoja hayupo salama, kuna haja ya kushughulikia tatizo lake la akili, ndiposa uhusiano unaweza endelea. Hamwezi kuwa na uhusiano ambao ni wa nia moja, studio moja, na mwingine akili yake ni ya kiwendazimu. Sisi kama mnaelewa vizuri? Hauwezi badilisha wazo lako, yaani huwezi badilisha nia yako iliyo safi na afya nzuri, katika afya nzuri, ikawa moja na mtu ambaye kiakili hayuko vizuri, sio? So kile ambacho Kristo anachokifanya, yeye hana tatizo, isipokuwa mke wake hayupo katika hali nzuri. So anahitaji amsafishe akili zake, awe timamu, ndipo anaweza kuunganisha kuwa kitu kimoja. So mbona nawakumbusha muktadha huo? Katika ndoa, uaminifu katika ndoa huvunjika kwa sababu ya vitu viwili. Number one, ni kwa sababu ya kwanza huwa inakuwa ni kwa ajili ya kutafuta anasa zangu mwenyewe, na vunja ahadi yangu niliyokuwa nimeipeana au nimeitoa kwa mwenzangu, kwa kutafuta anasa zangu mwenyewe, sio? Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili huwa inakuwa ni kwa ajili ya msukumo wa matatizo ya maisha. Hofu inapoingia, basi ulazimisha baadhi ya watu wengine kuingia katika nini? Kutokuwa waaminifu. Napata mtu anasema, sijui kama ni Mtanzania fulani hapa anaitwa Bahati Bukuku, alisema ya kwamba sijui nini. Ni Bahati Bukuku kama nani? Ati alikuwa na mwanamume sijui nini, akaenda akakunywa pombe sijui nini, baada ya hapo akabidi kubali mapendekezo ya daktari, ndiposa daktari atibu mume wake. Ni Bahati Bukuku? Ndio. Sasa ile pia, whether umefanya hivyo kwenye lengo la kama unataka kumwokoa bwana wako, umeifanya kwa maana ya hofu ya nini? Ya maisha sasa, sio? Ni msukumo wa maisha. Sasa pointi ya msingi ni hii. Mbona nawapeleka hapo? Kristo anatafuta mwanamke mwaminifu ambaye hawezi vunja uaminifu kwa kitu awaye chochote kile, whether ni kwa ajili ya anasa zangu mwenyewe au whether ni kwa sababu ya pressure za nini? Za maisha.
Hapa tunaelewana vizuri? So hapa duniani kuna anasa nyingi tu ambazo tunaweza kuwa tunazitamani kuzifanya, lakini Kristo anatafuta mtu ambaye ameweza kumpenda na ameweza kuelewa uzuri na umuhimu wa kanuni zake za uzima, kiwango cha kwamba hamna anasa yoyote ile ambayo inaweza kuwa ya maana kwake inayomfanya avunje nini? Ule uaminifu. Ndio maana Paulo mwenyewe akafika pahali akasema ya kwamba yote aliyokuwa na yathamini maisha ya hapo awali alihesabu kuwa nini? Kitu bure. Bora tu awe mwaminifu kwa yule yeye aliyemchagua. Pointi ya pili ni kwamba Kristo anatafuta watu ambao hamna kitu chochote kile ambacho kitawasababisha kupitia ulazima au kulazimishwa au kutiwa hofu iwafanye na iwasababishe kutokuwa waaminifu. Na ndio maana anatamani atuandae hapo kabla ya lile jaribio kuu ambalo lipo mbele linaloitwa sheria nini? Sheria ya Jumapili. So ndiposa sasa yeye aweze kukua kimoja na huyo mwanamke, basi mwanamke huyo anahitaji awe ameandaliwa. Sijui kama tumeelewana vizuri. Niwakumbushe kesi moja ya dada anayeitwa Hadasa. Hadasa akiwa katika ufalme wa Wamedi. Walipokuwa mwanamume yule mfalme wa nchi ile alipokuwa anatafuta mwanamke, wanawake wote waliokuwa na haja ya kuchukua nafasi ile walikuwa wanawekwa katika mahali fulani maalumu, wanaandaliwa. Na kati ya kuandaliwa kulikuwa na utakaso wa maji na baadhi za madawa ambao walikuwa wanayatumia. Kitu cha kuandaa mwanamke kabla siku ya ndoa ni kitu ambacho kilikuwa ni desturi ya wakati huo. Kwa hivyo walikuwa naelewa vizuri ya kwamba kabla mwanamke hajaingia katika ndoa kuna hali ya utakaso na maandalizi yanayofanyika kabla ya tukio lenyewe kufanyika. Kwa maana yake Kristo basi anahitaji kuwa ameanza kutuandaa. Anapoendelea kutuandaa, mwisho kabisa ndiposa sasa anakuja kufunga pingu za nini? Za maisha na walio wake. Sasa anapofunga pingu za maisha na walio wake, then walio wake huwa hawako mahali alipo kimwili moja kwa moja, lakini huwa wanakuwa pale kwa imani, sio kwa kuamini. Hawaoni, lakini wanajua kwamba Kristo, mimi na yeye tunaunganishwa, isipokuwa sifanye kitu gani? Simuoni. Siko tunaona vizuri? Yaani tunaposema ya kwamba tunaifaa kuingia hapo kwa imani, haimaanishi ya kwamba yani kwa sababu sina ushahidi naamini. Hamna. Yaani nina uhakika kinafanya kitu gani? Kinatendeka. Basi ikiwa kinatendeka, basi Kristo alipoingia hapa ndani, tumeambiwa kwamba aliingia kufanya kitu gani? Alipokuwa anaingia hapa ndani, ni bwana harusi anakuja katika nini? Katika harusi. Yaani haya tumeyasoma, yaani nazungumza yale ambayo tumeyasoma na yarejea tu kuweza kufanya mawazo yetu yaweze kupata to refresh na kukuwa na wazo hilo katika somo la leo. Na kuna nukuu moja ambayo hatujaisoma. Ningependa tuweze kuisoma. Early writings. Maandishi ya awali. Mnaita hivyo? Maandiko ya awali. Okay. 251. 251. Inasema hivi, nikisoma. Hamjambo lakini niliwasalimia. Niliwasalimia. Habari za kuamka. Mko salama? Haya, ukimwona mwenzio analemewa na ile nini? Ile unajua ile? Mnamsalimia katika upendo wa Kristo. Sawa? Sasa anasema hivi, Jesus sent his angels. Yesu alituma malaika wake to direct the minds of the disappointed ones to the most holy place. Kuelekeza akili za wale waliokuwa wamekatishwa tamaa mpaka katika mahali pale patakatifu. Where he had gone to cleanse the sanctuary. Mahali ambapo yeye ameenda ili kutakasa patakatifu. Na anaposema ameenda huko, mahali ambapo ameenda kufanya tu gani? Kutakasa nini? Patakatifu. Tushajua patakatifu ni nini hapo? Hiyo neno kutakasa hapo kitu gani? Ni hekalu lipi? Ambao ni sisi, sio? Haya, alafu anasema hivi, and make special atonement for Israel. Na kufanya
upatanisho maalum kwa ajili ya Israeli. Sasa huu upatanisho anasema ni special. Kwa maana yake kuna upatanisho unaofanywa ambao kila wakati unaendelea, ule wa kila lakini kuna huu ambao unaitwa special, ule wa mwaka mara moja. Jesus told the angels, Yesu aliwaambia malaika, that all who found him will understand the work, kwamba wale wote ambao watampata wataielewa kazi which he has to perform, ambayo inapaswa kukamilisha. Kwa hiyo ndiposa tuweze kumpata, yani ndiposa tuweze kuelewa kazi anayoifanya, lazima tumpate Kristo. Kwa nini? Kwa maana yake yeye, tunapompata yeye ndiye anaweza kutufunza njia zake ya kazi anayoifanya. Alafu anasema hivi, I saw that while Jesus was in the most holy place, na aliona kwamba wakati Kristo alipokuwa katika mahali patakatifu patakatifu. Anaonyesha sio? Ameonyesha Kristo akiwa wapi? Ile patakatifu patakatifu. Haya. He will be married to the new Jerusalem. Angeweza kuoana na Yerusalemu mpya. So anapoingia hapa, Kristo anafanya tu gani? Anaoa, sio? Kwa alipoenda kule ndani, alienda kufanya tu gani? Alienda kuoa, sio? Sasa anaoa hapo kwenye nukuu, anaoa nani? Yerusalemu mpya. Kwa hivyo utakaso wa hekalu ni sawasawa na Kristo kuoa Yerusalemu nini? Mpya. Hapo tunaelewana vizuri jamani? So kama Kristo anaenda kuoa Yerusalemu mpya ambayo ni sawasawa na kusafisha nini? Hekalu. Huyu anayeolewa ni jengo lipi? Kwa maana yake ikiwa unaenda kuoa, wewe unakusudia kumuona Kristo anaoa nini? Ni mtu. Sio? Uwezi oa jengo. Yaani wewe nikwambia kwa mfano sasa hizi mzee Ngoi anasema kwamba mimi na retire kutoa jumba la Songea hapa. Nenda ukaoe nyumba yangu. Anakwambia kuja oa hii nyumba hii. Ukibaki na hii nyumba utakuwa umeoa. Haiwezekani. So unaposikia kwamba alienda huko aoe Yerusalem, then hii Yerusalem inayozungumziwa hapa ni nini? Ni mwanamke, sio? Kwa Yerusalemu hapo ametumika kama fumbo la kuwakilisha watakatifu wa Mungu wanaopewa jina Yerusalem. Kumbuka wale wanaoshinda tunaambiwa ya kwamba Kristo ataandika jina jipya kwenye upaji wa uso wao. Na jina ya mji wa nani? Mnakumbuka zile vitu tulikuwa tunasoma kweli? Kwa hivyo anaposema anaenda kuoa mwanamke Yerusalem, azungumzii majengo yale ya dhahabu. Anazungumzia nini? Mtu. Na ndio maana unaposoma kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 6 na 9, anasema ya kwamba wakasema haleluya, Mungu Bwana mwenye uwezo wote, tufurahini na tumpatie utukufu yeye. Kwa maana harusi ya nini? Harusi ya mwana kondoo imefanya kitu gani? Imekuja. So mwana kondoo amekuja na mke wake amejiweka nini? Tayari. Frida, how are you? Okay. So mwanamke amejiweka tayari na mwana kondoo ndiye anayemuoa. Sasa sikiza, huyu mwanamke amejiweka tayari kwa njia ipi? Kwa maana ana kitu gani hapo kisome? Amevikwa kitani kisafi. Baada ya hapo king'aracho, kwa maana kitani hicho kizuri ni matendo ya haki. Naomba kuuliza swali jamani, Hilda. Unaweza valisha jengo nguo, na hiyo nguo tayari tushaambiwa ni matendo ya nini? Ya haki. Unaweza patia nyumba hii uipatie matendo ya watu? Hapana. So je, unaona mahali ambapo tunapotoka kwa kweli tumechezwa kitu pale. Sijui kama mnaona nyinyi vitu fulani hapo. Yaani Kristo hapa tumeambiwa anaenda kuoa mji, sio?
namna gani? Unaitwa namna gani? Yerusalemu. Na hapo tunaambiwa ya kwamba huyo mwanamke wake ambaye amejiweka tayari amevaa nini? Nguo iliyo nini? Safi. Sasa kama anaoa mwanamke, na sisi akili yetu tumeambiwa ni jengo, sio? Hiyo jengo inavaaje nguo ambayo ni matendo? Ndiposa unaposoma kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa 9, mstari wa 10, baada ya ulimwengu huu kuweza kupita na ulimwengu mwingine kuanza na mbingu nyingine kuanza, Yohana anasema ya kwamba nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimefanya kitu gani? Zimesha kupita. Na katika nchi hile sikuona kitu gani? Sikuona bahari tena. So hakutakuwa na bahari mbinguni. Na baada ya hapa anasema ya kwamba I saw that the holy city, nikaona ule mji nini? Mtakatifu, the new Jerusalem, Yerusalemu mpya, coming down out of heaven from God, kutoka kwa nani? Kwa Mungu mbinguni. Na usikizeni vizuri, prepared as a bride, umeandaliwa kama nini? Bibi harusi, beautifully dressed, amevalishwa nini? Mavazi ya nini? Mavazi mazuri kwa ajili ya mume wake. So Yerusalemu inayoteremka hapo, ambayo imevishwa mavazi mazuri, ni nini? Ni watu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Lakini hawa watu wako ndani ya majengo. Sijui kama tunaelewana. Yaani ni watu walio ndani ya majengo, lakini jengo lile linaitwa Yerusalemu kwa maana ya watu wanaoitwa nini? Yerusalemu. Sijui kama tunaelewana vizuri. Hawa watu ndio ambao Kristo anaoa. Kwa hivyo unapoingia patakatifu hapa ndani, unaposikia kwamba anapatakasa, haendi kutakasa majengo ya dhahabu. Anatakasa wanaoenda kukaa ndani yake. Sawa? Na wanapokaa ndani yake, walipokuwa hapa nje kidogo, turudi hapo. Walipokuwa hapa nje, alipokuwa anawachagua, walikuwa na tabia ipi? Tabia ipi? Walikuwa na tabia mbaya. Mimi nina point hapa. Ni tabia ambayo sio kama imeandikwa mahali pote hapa. Walikuwa na tabia ipi? Ya shaba. Walikuwa na tabia ya shaba. Sasa anapokuwa anawaoa amewatakasa, wanapoingia hapa, wakiwa hapa ndani, tabia yao inakuwa ina ipi? Ya dhahabu, sio? Na ndio maana Yerusalemu ya mbinguni imerembeshwa na dhahabu, kuwakilisha tabia ya wale ambao watakuwa wapi? Humo ndani. Mpaka hapo tumeelewana? Kama tumeelewana mpaka hapo, ninaomba uweze kuandika sasa. Table ni nini kwa Kiswahili? Table. Meza. Meza? Table kivipi? Jedwali. Haya, sasa wewe fanya hivi. Weke kubwa. Huku kwenye mkono mmoja weka patakatifu pa patakatifu. Na huku weke Yerusalemu mpya. Na kama naweza saidiwa na maji nitafurahi sana. Patakatifu pa patakatifu na Yerusalemu mpya. Sasa kuna kitu ambacho ningelipenda tuweze kulinganisha. Pointi ya kwanza. Naomba tuandike. Pointi ya kwanza. Patakatifu palikuwa ni mraba. Sawa? Na Yerusalemu mpya nayo ukiangalia ni nini? Mraba. Ni mraba. Patakatifu ilikuwa imerembeshwa na dhahabu hapo ndani. Na Yerusalemu mpya ilikuwa pia ukiangalia sakafu yake ni ya kitu gani? Ya dhahabu safi. Ya dhahabu safi. Patakatifu ilikuwa imezungukwa katika kila sehemu na makabila manne. Sasa kama tungekuwa na picha ambayo imekamilika nje ya fence hapa. Huku ni watatu, kule watatu, huku watatu, na huku ni wangapi? Watatu. So ukiwa unazingatia hapa, kwa hivyo ni watatu wanazunguka, watatu wako hii sehemu, watatu wako huku, watatu wako huku, watatu wako wapi? Kule. Kwa maana yake patakatifu ilikuwa na makabila matatu wanaokaa kuizunguka katika pembe zile zake nne.
Na Yerusalemu mpya tunayoizungumzia, tunaambiwa ya kwamba ina milango 12, mitatu mitatu kwenye zile pembe 4. Pembe 4 inamaanisha katika zile kona, kule kona, zile kona 4. Yerusalemu mpya tunaambiwa kwamba si Yerusalemu, tuanzie kwanza patakatifu. Mng'ao wa Shekina, utukufu wa Mungu ndio uliokuwa unang'aa hapa ndani, na hiyo ndio iliyokuwa inamsaidia yule aliyekuwa anaingia hapo ndani, kuhani. Yeye yani hakukuwa na taa nyingine isipokuwa utukufu huo uliokuwa unang'aa hapo ndani. Na Yerusalemu mpya unapoiangalia pia tunaambiwa kwamba hawatahitaji jua, yani hawana haja ya jua, kwa maana utukufu wa Mungu ndio nini? Nuru ya ule mji. Na ukiingia patakatifu, patakatifu hapa unapata ya kwamba kulikuwa na sanduku la nini? La agano. Mahali ambapo ndani kumewekwa nini? Amri za nani? Amri za Mungu. Nao, ni nini iliyokuwa ndani ya Yerusalemu mpya? Ni nini iliyokuwa ndani ya Yerusalemu mpya? Kwa maana yake upatanisho unafanya kwenye kiti hicho, sio? Ndio. Ni nini iliyo ndani ya mji wa Yerusalemu? Sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu iko wapi hapa? Wapi? Ukiingia kwa Yerusalemu mpya kuna mahali ambapo utapata imeandikwa sheria ya Mungu mahali huko. Utaona nini huko? Utaona? Kiti cha enzi utakiona, ni kweli. Baada ya hapo kiti cha enzi utakiona kwa kweli. Na kitu kingine? Sanduku hili limetengenezwa na nini? Sanduku limetengenezwa na mti wa mshita. Mti wa mshita unawakilisha kitu gani? Watu. Sio? Yerusalemu nini nani wako ndani? Watu. Ni watu wako ndani. Sawa? Sanduku hili unapoliona hapa linazungumzia moyo wa binadamu, au binadamu ambaye amebadilishwa, amri ya Bwana imekamilika kuandikwa ndani ya maisha yao. Lakini pia kuna wale tunaoita viumbe wa Bwana ambao hawajaweza kuanguka, wanaowakilishwa na malaika hao wawili unaowaona juu ya sanduku lile la nini? La agano. Mpaka hapo tumeelewana jamani? So mpaka hapo nafikiria cha kuandika huko sasa. Ni wanadamu. Yaani kilicho ndani ya Yerusalemu ni viumbe hai. Yerusalemu inapoteremka nani wako ndani? Wanadamu wako ndani. Viumbe vilivyo hai, tunaweza sema hivi. Now, mpaka hapo nafikiria tushapata hilo. Ninaomba sasa tuelekee sehemu nyingine. Sehemu ambayo ningelipenda sasa tuweze kuingia leo ni sehemu inayoitwa uombezi wa Kristo. Uombezi wa Kristo. Uombezi au ni uombezi, intercession of Christ. Intercession. Kristo alipoingia hapa, si ni muombezi wetu? Kazi ya kutuombea ndiyo anaifanya kule. Intercession hiyo anaifanyaje? Uombezi huo anaufanyaje? Ndio swali. Kwa maana yake unajua tunavyozungumzia kuhusu mambo ya uombezi, jinsi ambavyo tumeifunza kule mwanzo, ni kwamba anapoenda kutuombea anaenda kumuomba Baba amdhihirishie damu aliyoimwaga kwa niaba yangu, ndipo Baba akikubali then atoe nini? Msamaha. Msamaha nini? Atoe orodha ya nini? Afute orodha ya makosa yangu, sio? Kwa hivyo uombezi jinsi unavyouangalia hapo ni kwamba ni kwenda mbele ya Baba awakilishe damu yake, kwa maana yake maumivu na mateso aliyofanya tu gani? Aliyoyapata kwa niaba ya dhambi zangu, ndipo Baba anaporidhishwa, ndipo Kristo sasa yeye atuandikie umesamehewa, afute orodha ile ya nini? Ya makosa, sio? So tayari tushapata ya kwamba kuondoa au ufutaji wa dhambi sio kwenye vitabu vingine isipokuwa kwenye moyo wa nani? Wa binadamu, sio? Sasa kesi inayobakia ambayo tunafaa tuisuluhishe ni kwamba sasa hula uombezi anaufanya
Kwa namna gani? Sawa? Ndiposa baada ya hapo itusaidie kujua vile vitabu huwa ni vitabu vya namna ipi. So tunazungumzia the intercession of Christ. Jana tulipokuwa tunazungumza kuhusu mahali ambapo binadamu aliweza kuangukia, tulipata ya kwamba binadamu alianguka kwa maana ya udanganyifu wa nani? Wa shetani kuhusu tabia ya Mungu. Okay, so udanganyifu wa shetani ndio ambao umetusababishia sisi ikano la Mungu likaweza kuchafuliwa, au mke wa Kristo akaweza kumtoroka Kristo akaenda kutafuta kuolewa na mwanamume mwingine. Sasa Kristo anampataje mwanamke wake? Kitabu cha Waebrania 7. Waebrania 7 mstari wa 20 na 25. Nasema naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Kristo yuna uwezo wa kutuokoa sisi kamilifu tunapokuja kwa yeye, tunapomwendea Mungu kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Maana yu hai siku zote. Fanya kitu gani jamani? Naomba jamani sasa turudishe mawazo hapa mbele. Naomba sasa turudie fungu hilo. Kwamba Kristo yuna uwezo wa kutuokoa nini? Kamilifu au kabisa, sio? Kwa nini? Kulingana na fungu. Kwa nini? Wale wanaomjia Mungu kwa maana, yani anaweza kutuokoa kamilifu sisi ambao tunamwendea Mungu kupitia nani? Kristo. Kupitia Yesu Kristo. Kwa maana Kristo yeye yu hai siku zote kufanya kitu gani? Kutuombea. Naomba unichoree picha kwenye mawazo yako. Unaona uombezi unafanyika namna gani hapo? Uombezi huo unafanyika namna gani? Yaani vile ulivyokuwa unaielewa, unaona picha gani hapo? Ile ya mwanzo. Yaani wewe unaposoma hiyo nukuu, unatafsiri fungu hilo vipi kwenye ile nusura ya kwanza? Mtu anaingia Kristo. Unaendea Kristo. Kristo anageuka. Kristo naye anaendea kwa nani? So upatanisho ambao Kristo anaufanya, jinsi tulivyokuwa tunatafsiriwa mwanzo, ni kwamba tunapomwendea Mungu, hatumwendei Mungu moja kwa moja. Kwa maana yake sisi tushamkosea nani? Mungu. Tumevunja amri zake. So inabidi tumwendee Mungu kupitia nani? Mwanawe. So tukienda kwa mwana wake yeye anageuka sasa, anatupatanisha na nani? Na baba yake. Hiyo ndio tumefunza hapo awali, sio? Na hii ni kwa sababu ya uchafuzi ambao shetani ameufanya kwenye mawazo yetu kuhusu tabia ya nani? Na kuna nukuu moja ningelipenda nitaisoma, sijui kama nimeisoma, ambapo inazungumzia upagani na nafikiri sijui kama nimesoma ama sijasoma. Inazungumzia upagani na jinsi ambavyo wapagani wanaangalia kafara. Tumesoma tujasoma? Tulizungumza je tu? Okay. Tutakusoma. Niomba niitafute. A piece. Okay. Naomba nianze kusoma, mtumishi anisaidie kutafsiri. Inasema hivi. Notwithstanding this, we did esteem him stricken and smitten of God. Notwithstanding this, notwithstanding this, yani ijapokuwa okay. Notwithstanding this,
we did esteem him stricken and smitten of God and afflicted. Yani kuna kitu ambacho kwa kizungumzia hapo awali, lakini japokuwa hiyo ya awali ndio kweli, sisi wanadamu tumekuwa tukimhesabia Mungu kwamba alifanya kitu gani? Alimupiga na kumujeruhi nani? Mwanawe. Nitasema baadaye, tusome kwanza. That was what we thought about it. Hicho ndicho tulichokuwa tukifikiri kuhusu. Anasemaje? Hicho ndicho tulichokuwa tunafikiria kuhusiana na hilo. Aha. Baada ya hapa anasema hivi, we said God is doing all this. Tulisema Mungu alikuwa anafanya yote haya. God is killing him. Yani Mungu alikuwa anamuua, punishing him, akimuadhibu, to satisfy his wrath, ili kuridhisha hasira yake au kutuliza hasira yake, in order to let us off, ili sisi tuachiliwe huru. That is the pagan conception of sacrifice. Hili ni mtazamo wa kipagani wa utoaji kafara. So tupeane summary ya upagani. Upagani ni upi kwenye kafara? Pagani kwenye kafara ni kumtazama Mungu kuwa anampiga Yesu mwanae na kumtesa mpaka pale hasira yake inapokuwa imeridhishwa kwa ajili ya kutuachilia sisi ambao ndio tulikuwa tunatakiwa kufanyia yale alifanyia. Okay. So ikiwa upatanisho ambao tumekuwa nao kwenye mawazo ni kwamba ninapomjia Kristo anaponikubali, alafu Kristo anamuendea Baba, anamdhihirishia Baba mateso aliyoyapata na damu aliyoipata, then Baba ananisamehe mimi, nimekuwa nikifunza kitu gani? Upagani. Sawa? Okay. Sasa baada ya hapo nasema hivi. Yeye hapa hivi chini. Tawasomea baada ya hapo. But for now naomba tuendelee kusikiza kwanza. Aha. Anasema hivi. The Christian idea. Aha. Sasa nataka tuangalie Christian idea kuhusu kafara. Wazo la kafara la Kikristo. Let us note the contrast. Hebu tuone utofauti. God so loved the world, Mungu aliupenda ulimwengu, that he gave his only begotten son, hata akamtoa mwanae pekee, that whosoever believeth in him, ili kila mtu amwaminie, should not perish, asipotee, but have everlasting life, bali awe na uzima wa milele. That is the Christian idea. Hili ndilo wazo la Kikristo. Wazo la Kikristo ni lipi? Mungu alifanya kitu gani? Aliupenda ulimwengu, akatoa. Yani principle hapo ni kwamba Mungu alitoe. Kwa maana yake Kristo kuja kwake ni Mungu kufanya kitu gani? Kutoa. Na wala sio kwamba Mungu anafanya kitu gani? Anapewa. Sawa? Lakini unapowakilisha kifo cha Kristo kwamba ni mateso na uchungu ambao Mungu alihitaji apewe, then unawakilisha Mungu kwenye sura ya nini? Ya kipagani. Na baada ya hapa nasema hivi. Yes, sir. Ndiyo Bwana. Indifference keeps. Kutojali kitu gani inajiwekea. Hatred keeps. Kuchukia inajiwekea, inajitunzia. Selfishness keeps. Ubinafsi unajitunzia. Or gives, if at all, but grudgingly. Ubinafsi inajiwekea au ikitoa inatoa kwa nini? Grudgingly. Kutoa kwa grudge inaonyeshaje? Kwa kushurutishwa, kwa kinyongo, ukinungunika, unafanya, unaelewa? Baada ya hapo nasema hivi. Counting the cost, hesabu gharama, and figuring on some larger return at some future time. Ikipigia hesabu ya kurudishiwa kilicho kikubwa zaidi wakati wa mbele. But love, lakini pendo, but love and love only, lakini upendo pekee, sacrifices, unajitoa, gives freely, inatoa
bila kudai chochote. Gives itself. Inajitoa yenyewe. It gives without counting the cost. Inatoa bila kuhesabu gharama. Gives because it is love. Inatoa kwa sababu ni upendo. That is sacrifice. Kujitoa huko ndio kafara. Whether it is the sacrifice of bull or the bulls and goats, hiyo ndiyo kafara. Iwe ni kafara ya mafahali au ya mbuzi. Kwa maana yake upendo unafanya kitu gani? Unatoa, sio? Kwa kwenye fahari zile zinatolewa na mbuzi zilikuwa zinatolewa, nani alikuwa anatoa? Baba. Nani aliyekuwa anatoa? Mwenye nazo. Aliyekuwa nayo. Ndio. So nani aliyekuwa anatoa zile kafara? Mungu. Wewe ulikuwa unamtolea? Kwamba aliyekuwa anapewa. Na aliyekuwa anatoa nani? Mwanadamu. Uko sure? Yaani aliyekuwa anatoa kwa maana ya kupeleka. Yaani aliyekuwa anatoa, yaani wewe jibu ulivyoelewa. Aliyekuwa anatoa ni nani? Kwenye wajibu wa kutoa kwenye kafara. Nani aliyekuwa anatoa zile kafara? Ni Mungu, maana ndo ya kwake. Ile mbuzi ni yako? Hii ni yako mwenye. Mimi niko na mbuzi 1000 pale kwa shamba. Hapana. Ni za nani? Za Mungu. Kwa hivyo ni yeye aliyekuwa anatoa. Yaani wewe tu umeitwa, unaitwa ni mwakilishi, steward. Wakili. Wewe ni wakili, sio? Umepewa mbuzi za mzee ufanye kitu gani? Uzitunze. Sasa ikiwa ulikuwa unahitaji nyama, akakuambia ndio hiyo chukua. Nani alitoa? Ametoa yeye mwenyewe. Alafu ukitoa sema nimempelekea baba nyama, yaani leo nimemfanyia Mungu maajabu, nimempelekea nyama. Ni ya kwake. Kwa hivyo kwenye kafara zile za mbuzi, fahari wote, aliyekuwa anatoa ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo nani aliyekuwa anahitaji? Aliyekuwa anapewa. Aliyekuwa anapewa. Sisi ndio ambao tunahitaji zile kafara, by the way, kama hujawahi jua. Akamwambia Isaac, Abraham akamwambia Isaac kwamba Mungu atatoa. Ile sentence ni nzito, kwa maana yake kwenye mpango wote wa wokovu, hata ile ya kafara zile za wanyama wale, ni Mungu alitoa. Alitoa kwa maana wanadamu hawangeweza kumkubalia kwenye mawazo yao bila kitu cha kimwili cha kuona. Akatoa mpango wa kuwasaidia. Ni yeye anatoa, sio kama analetewa. Bwana mimi namtolea Bwana. Namtolea Bwana. Mtolea nini? Una nini ya kumpea? Kuna kitu cha kumpea, maana sisi wenyewe ni wake. Hilda. Mtolea Bwana. Nini? Unamtolea nini? Namrudishia. Unamrudishia? So kama unamrudishia sasa, hiyo sio kutoa. Unaakiri kwamba ilikuwa yangu mara ya kwanza, ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya kwake. Kwa hivyo kafara zile waweza kuwa anazitoa. Mungu alikusudia wajifunze kile anachokitoa kwa ajili ya wokovu wao. Ni yeye alikuwa anatoa, lakini wao wakafikiria kwamba yeye ndiye anayohitaji wanamletea. So walikuwa wanamletea. Akawaambia vitu imenichosha. Yaani imeshapata gani? Imeshakinana. In fact akamwambia, yaani sijui kama mnajua kuna fungu siku moja akauliza, "Hii yote mnaoniletea ni ya maana gani?" Isaya 1:10. Hebu soma. Yaani walimletea mpaka yeye mwenyewe akaanza kuuliza maswali. Yaani nani aliwaambia nahitaji hiyo? Nasema hivi. Hebu soma. Fungu la 10. Nisikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazoniletea. Yaani walileta nyingi mpaka naye akashtuka kwamba ngoja kidogo. Yaani hizi nyingi mnazoniletea ni za nini? Una faida gani? Kwa nani? Nilikuwa nauliza ile swali. Asema Bwana. Anajiuliza, yaani mimi nanifaidi nini? Nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume. Sio sentence. Hilo neno nimejaa. Nimejaa. Yaani nimejaa inamaanishaje? Nimezidi. Simezidi. Yaani mimi ninavyo vya kutosha hapa. Hebu soma Kiingereza. Anaposema nimejaa kwa Kiingereza ni Isaya. Nasema nifike sura ya kwanza fungu la 10 tumesoma. Anasema hear the word of Lord, ye rulers of Sodom, give ear unto laws of our God, ye people of Gomorrah. To what purpose is the multitude of your suffering sacrifice unto me?
says the Lord, I am full of the burnt offerings of rams and the fats of fed beasts. And I delight not in the blood of bullocks or lambs. Anasema ya kwamba imenitoa, yani nimejaa. Anaposema nimejaa anamaanishaje? Kwenye yeye anasema I am full. Anaposema I am full anamaanishaje? Yani hapo ananiambia kwamba I have enough. Nimetosheka. Sio kama umeniletea zimenitosha. Yaani anasema mimi ninavyo vya kunitosha. So hiyo yani wao wako busy wanafikiria kwamba anazihitaji. Umefanya kitu mbona unafanya kitu busy. Yaani uko very busy unafanya mtu kitu yaani na kuangalia shanga. Huyu kweli anajua kwamba hayo yote sina haja nayo. Yaani yaani umeenda kwa tajiri mmoja uko busy unajikaza kumletea zawadi lakini anashangaa sasa hiyo yote ya nini? Hana haja na nini kwa kifupi? Hana haja na vitu hivyo kwa maana yake yupo, yani ni vyake yupo navyo. Akimalizia anasema namna gani? Anasema asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala ya wanakondoo wala ya mbuzi. Akawawekea wazi, akamwambia hivi, yani hizo vitu ninavyo vya nini? Mabdoni anaanza nini za kumtosha, sawa? Na baada ya hapo anasema ya kwamba yani hata sinaga furaha na nini hizo vitu mnazofanya mimi. Sasa Mungu anamfanyia kitu ambacho yeye mwenyewe atanaga raha nayo. Wenye akili zao inamaanisha walikuwa wanazifanya wakijua Bwana anafurahia. Hawakujua Mungu alikuwa anavitoa kwa maana ni kafara. Kafara huwa inaumiza. Kafara ina uchungu. Mtu anaweza uliza ya kwamba kwani Mungu yeye hakuwa anaona kwamba wana kondoo walikuwa wanaumia? Alikuwa anaona wanaumia? Ama hiyo wao wasikia uchungu. Ng'ombe usikia uchungu by the way ukimchinja? Nani? Ng'ombe. Ndio. Wanakuwa na uchungu pia. Mungu hakuomba wachinjwe. Kuna mtu alikuwa ananiambia siku moja ya kwamba unajua Mungu bwana aliumba hizi vitu vichinjwe. Hayo. Sasa swali ni hii, kwa hawasikia wao uchungu. Wanasikia sio? Sasa kama wanasikia, mbona Mungu anatoa wanyama ambao hawana hatia na wanasikia uchungu, mbona anatoa? Kwa maana bado ni nini? Ni kafara. Alivomtoa mwana wake alipokuwa anaumia, naye hivyo alikuwa anaumia na wale wanyama. Ama uko nafikiria wazee wanachinja wewe wanamweka pale Mungu anafurahia wewe amechinja. Yaani mateso anayoyapata mnyama. Hebu tutumie ile akili tuliyosema kwamba tutumie akili, sawa? Adamu mwenyewe alipochukua mnyama wako, Adam ambaye ameingia kwa dhambi. Kwanza nataka uelewe hiyo. Aliyeingia kwa nini tayari? Kwa dhambi. Alipochukua mnyama wa kwanza mwenyewe akachinja, tunaambiwa Adam alilia na akaomboleza jinsi ambavyo hatujaomboleza nini? Hata watoto wetu wenyewe. So nina swali. Aliyetoa aliuchungu na uchungu kiwango kipi? Wewe unashika unakanyaga tunapea Mungu. Unajua Mungu alisema hii kitu nataka. Ni kafara, whether ni ya mwana kondoo, whether ni ya nini? Ni ya mbuzi, ni kafara ambayo Mungu amejitoa. Yaani anapitia uchungu ndiposa atufikie sisi. Hebu sikizeni baada ya hapa kuna vitu nilikuwa nataka tusome. Zaburi 51 mstari wa 16. Zaburi 51 mstari wa 16. Mstari wa 16 unasema maana hupendezwi na dhabihu au anasema maana hupendezwi na dhabihu au ningeitoa wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Hapo kile ambacho Daudi anamwambia Mungu ni hivi. Unajua kwenye ombi hili la Daudi ni baada ya dhambi. Amefanya kosa fulani. Sasa anaanza kuwaza ya kwamba kama ingekuwa wewe Mungu ungekuwa unapendezwa na kitu gani? Na hizo kafara ningefanya kitu gani? Ningetoa. Lakini Daudi anapowiwa na Roho Mtakatifu anagundua ya kwamba yani hata kama zingekuwa zangu mwenyewe nizitoa hazingekuwa kitu cha kumfurahisha. Sasa hii injili ya kwamba leta Bwana kusamehe hiyo. Ulifanya makosa fulani. Mwesikia wale watu ambao wanataka kuvunja mambo ya laana za ukoo. Mletee Bwana nini? Sadaka. Bwana kishafurahia ataondoa ile laana. Watu wanafanya matambiko mpaka leo. Twende kitabu kingine.
Nafikiria nafikiria inatosha. Tuendelee na kile kitabu au kututajia. Tutakitaja tu. Hajakimaliza bado. Sawa. Naomba tuende mbele anaposema hivi. Sacrifice ya bulls tutasema. Okay. Whether ni kafara yake mwenyewe ambaye ni kondoo au ni mwana kondoo wa Mungu. Sawa? Baada ya hapo, it is the sacrifice that is revealed throughout the entire Bible. Hii ndiyo kafara ambayo imefunuliwa katika Biblia nzima. Kwa hivyo katika Biblia nzima Mzengoi, kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, unaposoma kafara, nani anatoa? Nani anatoa? Ni Mungu anayoitoa. Mahali popote, yani unajua nileteeni kafara na damu. Siku moja akafika mahali akawauliza hivi, unajua mimi hata sikuambia baba yenu watoe. Ipo siku akawaambia unajua nini? Nilipowatoa Misri mimi sikuwaambia vitu gani? Watoe. Kwa nini? Nani alikuwa amewapatia zile maagizo? Walijiongeza. Tulisoma hivi kwamba hata kuleta hii hapa ni kwa kuwa Waisraeli wenyewe walikuwa wamezoea kuona miungu inayofanyaje? Inaonekana ya Misri. Sasa ili kuwasaidia ndio akaanza niwaletee hii ili angalau basi. Hebu tuende kwa Yeremia 7. Yeremia 7:22. Unajua maandiko yako na vitu vingine vya ajabu ajabu. Mtu ambaye ni mkafiri akifungua mkafiri yule kwa maana yake yule ambaye kwenye mtazamo hii ya shaba. Akianza kujisoma hapa na shangaa. Hii Biblia kwa kweli ni neno la Mungu hii. Kwa maana yake ukisoma inakaa kama inajipinga pinga yenyewe. Hebu soma hapa inasemaje? Yeremia 7:22. 7:22, Anasema, naam, maana sikusema na baba zenu. Maana Mungu anasema, mimi sikusema na baba zenu. Yaani mimi sikuwaambia baba zenu. Wala sikuwaamuru au sikuwapatia amri kwa habari za sadaka, mambo ya sadaka za kuteketezwa na dhabihu. Sasa siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri. Sasa alipowatoa katika nchi ya Misri anasema mimi sikuwaambia na wala sikuwaamurisha mtoe nini? Masadaka ya makafara. Sasa zile maagizo yote ilikuwa ya nani? Ya Musa. Musa akishotoka kwenye mlima kule juu katikati hapo shetani akamuingilia katikati akampatia mambo yake. Hapana. Mimi ninachomaanisha hapo ni kwa maana yake kwenye mpango wa kafara sio mtu anatoa. Nani anatoa? Ni Mungu. Lakini kwenye akili zao wanafikiria kama Mungu amewaambia watoe wao. Kwamba yeye anafanya kitu gani? Yeye ndiye anayohitaji. So nawaambia mimi nilipokuwa na watu wa Misri, sikuwaambia munitolee. Mimi ndiye niliyokuwa natoa. Sijui kama mnaelewa vizuri. Maagizo ya Musa hayakuwa kwamba Waisraeli sasa mkue mkiniletea mimi. Maagizo ilikuwa kwamba mimi ndiye ninayotoa mpango huu wa kuwakomboa. Mimi ndiye ninayetoa kafara hizi. Wao kwenye akili zao na hizi sikukuu nyingi ambazo walikuwa nazo wakakuwa wakimletea kwamba kwenye akili zao Mungu ndiye anayefanya kitu gani. Kwa hivyo mtu akienda kule akizini bora ameletea Mungu kondoo, hiyo iko sawa. Mtu akienda kule anyanganye mtu ambaye ni yatima pale amsongeshe shamba kule mpaka kule akimletea Mungu kafara sawa. Hiyo sawa. Akafika Mungu akawauliza jamani, yaani mnatumainia hiyo mambo hiyo? Akamwambia ni mambo ya udanganyifu. Sasa hapa duniani hapa nafikiria na niliwahi ibiwa fununu sijui kama ni kweli Babu Mapande. Ulikuwa Muislamu? Nasikia hivyo, sijui kama ni kweli. Asante. Kwa hivyo nilidanganywa. Sasa usishike ile habari ya kudanganywa, una confirm kwanza. Sasa acha nipende mfano wangu. Nasikia Muislamu anaweza huwa bora tu ameingia akanawa maji pale. Ako sawa. Na akiweka msikiti mkubwa hapo sasa yeye tayari wana bikira sijui ni ngapi tayari imewekewa. Wow. Huyo ndio Mungu sasa. Yaani Mungu ambaye yeye ukishamletea kitu fulani basi mengine yote anayasahau. Swali kidogo. Hebu tufungue kitabu cha Mathayo 12:7. Mtumishi anasema tuweze kuipitia. Nasema hivi, lakini kama mngalijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka. Ni sawa sawa. Na kuna nyingine hii amenukuu kutoka kwa kitabu cha Zaburi.
Msingeliwalaumu wasio na hatia. Asante. Yaani Mungu sio mara moja, yaani Mungu katika mara nyingi amewaambia kwamba yeye haitaki. Zaburi 40 mstari wa 6. Anawaambia kwamba mimi sitaki kafara na wala sipendezi nazo. Lakini kwenye mawazo ya binadamu wote, sikizeni jamani marafiki zangu, hii sio tatizo la wana wa Israeli, hapana. Hili ni tatizo la dunia nzima, mimi na wewe tukiwa ndani yake. Tunajua kwamba Mungu anapokosewa anahitaji ukamtolee kitu, ndiposa wakati huo utakuwa salama na furaha atakuwa amepata moyoni mwake. Hebu tuende mbele jamani, sababu ya muda. Hawana hiyo si lengo langu la leo. 40 mstari wa 6 Zaburi 40 fungu la 6. Nasema, naomba tuachane nayo kwanza. Tusomea wenyewe. Okay. Naomba tuende mbele kidogo kwa sababu ya muda. Tafsiri vizuri jamani. Point ya msingi ninapomalizia kwenye nukuu hiyo nasema hivi. But the pagan idea of sacrifice healed the what? Lakini wazo la kipagani kuhusiana na kafara is just the opposite. Ipo kinyume. Iko kinyume na hiyo nyingine. Upendo katika Biblia, kafara za Biblia ni Mungu kufanya kitu gani? Kutoa. Lakini kwenye upagani ni kinyume ya hiyo. Mungu kupewa. Sawa? Baada ya hapo nasema hivi, it is that some God is always offended. Ni kwamba Mungu fulani amefanya kitu gani? Anakuwa amekosewa. Always angry. Muda wote ana hasira. Muda wote ana hasira, and his wrath must be propitiated in some way. Na ghadhabu yake inapaswa ifidiwe kwa njia fulani. Wewe kama kuna Mungu ambao unampea kitu ndiye akupatie, wewe upagane. Mimi nasema tu hivyo hivyo. Iko hivyo hivyo. Kama ninafanya chochote kwa Mungu ndipo naye anipatie, yani hiyo ni upagani. Whether ni wakutoa dhabihu ng'ombe, whether ni kutoa hela, whether ni kutoa nyumba yako umjengee nyumba umfanyie Mungu sanctuary. Bado ni nini? Ni upagani. Wewe bora unafanya kwenye nadharia ya kwamba sasa hapa ninamtolea Mungu naye anikumbuke. Unaona mchakato? Yaani kama lengo lako moyoni mwako unakifanya ndiposa naye Mungu apeane, yani ni exchange. Ni mbadilishano. Kwa hiyo motive ya Mkristo inafaa iweze kubadilika, sio kwa maana unatoa ndiposa umfurahishe Mungu, hamna. Unafanya chochote kile kutoka kwenye kanuni ya upendo, kanuni ya kwamba nimepokea, kanuni ya kwamba Mungu amenibariki. Unaelewa tofauti? Okay, mpaka hapo kitabu chenyewe kinaitwa General Conference Daily Bulletin. Kwa kifupi ni GCDB. GCDB. Meandika 14 paragraph ya pili. 14 paragraph ya pili. Tarehe ni ya Februari 12 mwaka wa 1897. Jamani, mpaka hapo naomba tuweze kuachia hiyo hapo. Tuendelee mbele. Kwa hiyo mpango huu wa wokovu ambao tunauzungumzia kuhusu Kristo kutupatanisha, tusilete nadharia ya kipagani ndani. Kwamba Kristo yupo mbele ya Baba, tunapomkujia Mungu kupitia Kristo, Baba inambidi kwanza Kristo aende azungumze naye, amuonyeshe damu yake, baada ya kumuonyesha ndipo sasa Kristo niweze kupokewa na Baba kupitia nani? Kupitia Kristo. Yes. Hicho kitabu ni kitabu cha nabii au ni kitabu gani? Ambaye ameandika anaitwa Wile. Ni mzee mmoja pioneer. Actually huyu anaitwa G.E. Phillips. G.E. Phillips ni baadhi ya wale waliokuwa katika mafunzo ya 1888. Sawa sawa? Kwa nini kaitwa General Conference? Bulletin General Conference ni kwamba ni matukio ya conference. Wakati ambapo wazee naomba nilijibu hilo. Utakuwa huenda usiguse kwenye tatizo. Hapa wengi tunajua hivi vitabu tunavyovisoma leo kama sehemu ya imani ya Waadventista. Wengi tunajua aliyeandika ni Ellen peke yake. Si ndio? Si ndio? Na ndicho tulichoaminishwa na General Conference kwa sababu Wasabato wale kimsingi wanamfanyia biashara Ellen. Lakini waandishi wa hivi vitabu tunavyovisoma kimsingi wako wengi na ndivyo tumekuwa vimetufanya hivi tulivyo. Sawa? Kwa hiyo hicho kitabu kama ukiingia kwenye hiyo Ellen White Estate nacho kimo. Ni miongoni mwa vitabu vya imani ya Kiadventist. Asante.
Naomba tuendelee mbele sasa. Sasa ikiwa mpango huu wa upatanisho ambao tumeusoma awali sio sahihi, sasa inatuwiwa tuanze kujiuliza sasa sahihi ni ipi? Sio? Kwa maana yake yani hapo tumetoka ni kusisitiza na kufafanua kwenye mawazo yetu, tupanue tuone picha tuliyokuwa nayo kwa uwazi kwamba kumbe nimekuwa hivi. Yani inawezekana kwamba labda hauko umeipatia umakini na kuifikiria kwenye ndani. Sasa tumeiona, sio? Hiyo hairidhishi, sio? Sasa ya kweli ni ipi? Ni vipi Kristo anatuombea? Maana ya yani intercession. Ulipata neno la intercession? Maombezi. Maombezi. Ni vipi anavyotuombea? Ndiposa tuweze kuelewa swali hilo, jibu lake, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafaa tuweze kuvijua. The reason why, ama sababu inayosababisha mtu aende kukuombea kwa mtu mwingine ni kwa maana umeshtakiwa. Intercessor ni maana yake nini? Intercessor au mediator, mpatanishi, kazi yake ni nini? Kuunganisha sehemu mbili. So unaposema kwamba huyu ni intercessor, ni kwa maana kuna mtu ambaye ameshtaki au kuna makosa umeyafanya, sio? Sasa swali ambalo tunafaa tuulize ni hili: tunapokuwa tumefanya dhambi, dhambi hiyo huwa inafanyika wapi? Yeah? Dhambi huwa inafanyika wapi? Hiyo tumezungumzia tangu jana. Katika moyo wa nani? Mwanadamu. Sasa ikiwa dhambi huwa ni kwenye moyo wa binadamu, swali la pili, huwa nani anayeshtaki binadamu anapofanya kosa? Shetani. Tunajua hiyo? Okay. Kama shetani ndiye ambaye ushtaki watu wanaofanya kosa, swali la pili, nani huwa anasikiza mashtaka ya shetani? Ni nani huwa anasikiza mashtaka ya nani? Shetani. Tukishajua dhambi huwa inatendeka wapi, alafu tushajua kwamba nani anayeshtaki, na tujue mashtaka haya nani uyasikiliza, then tutakuwa tumejua Kristo huwa anaombea wapi. Sawa? Okay. Naomba tuandike hili. Hii ni testimony kwa kanisa, shuhuda kwa kanisa gombo la 5, shuhuda kwa kanisa gombo la 5. Ukurasa ni wa 470, paragraph ya kwanza. Anasema hivi: as Satan accused Joshua and his people, Shetani alimshtaki Joshua na watu wake. As Satan accused Joshua and his people, kama jinsi Shetani alivyomshtaki Joshua na watu wake, so in all ages, ndivyo ilivyo katika vizazi vyote, he accuses those who are seeking the mercy and favor of God. Washtaki wote ambao wanatafuta rehema na mbaraka wa Mungu. Kwa hivyo jinsi ambavyo shetani alikuwa anamshtaki nani? Joshua na nani? Pamoja na watu wake. Vivyo hivyo, yani jinsi alivyokuwa anamshtaki, vivyo hivyo ndivyo ambavyo shetani amekuwa akishtaki yeyote yule anayetafuta rehema na mbaraka wa nani? Ni wapi ambao kwenye maandiko tulionyeshwa ya kwamba shetani alisimama amshtaki Yoshua? Kwenye kitabu cha Zekaria. Zekaria ngapi? 3, sio? Sasa naomba tuende mbele. In Revelation, he is declared to be the accuser of our brethren. Katika kitabu cha Ufunuo amedhihirishwa kama mshtaki wa ndugu, which accuses them before our God. Ambaye anawashtaki mbele za Mungu, day and night, siku na mchana. So shetani huwa anashtaki wanadamu mbele ya nani? Mbele ya nani? Baba. Mbele za Mungu. Usiku na nini? Na mchana. Anawashtaki mbele ya nani? Baba. Usiku na nini? Mchana. So nani anayesikiza mashtaka ya shetani? Mpaka hapo. Baba. Usiku na mchana. So leo asubuhi
alikuwa amepanda huko asubuhi. Na leo jioni anategemea kurudi. Kwa maana hiyo ndio. Haya. The controversy, sasa sikiza vizuri. The controversy is repeated over every soul. Pambano hilo linajirudia katika kila roho. Pambano hilo linajirudia katika kila nini? Nafsi. Kwa maana yake jinsi Yoshua alikuwa ameshtakiwa, hivyo hivyo hata mimi leo pambano hilo limefanyika tayari. Sio? Haya. Anasema hivi. That is rescued from the power of evil. Baada ya Mungu ameshakuokoa tu hivi, Shetani anaanza mchakato wa kukushtaki. Kila wakati, kila siku. Sawa? Baada yaani ukishamkombolewa, yaani Mungu ameshakuchukua, umemkubali Mungu. Sasa umejifanya wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Shetani anaanza kukushtaki. Ati huyu ndiye nani? Hao ndio watoto wa Mungu. Ati huyu ndio naye muita kwamba mtoto wako huyu. Ati huyu ndiye anayefuata tabia ya Mungu huyu. Ati umeisikia maneno hiyo? Ati sasa hawa ndio wa Kristo. Ati sasa hawa ndio wana matengenezo hao. Umesikia unajua lugha? Ndio. Sasa huyu ndio mtumishi amepaka mafuta huyu. Hiyo lugha hiyo. Hiyo lugha ni nani hiyo? Na tunaisoma kila wakati tunaisoma hiyo hiyo. Tunasema kila wakati tunasema hapa sasa huyu ndio mke wa mtumishi. Unajua maneno hiyo? Hakatuni unanielewa? Mzee. Sasa huyu ndio mke wa kanisa huyu. Unaelewa hiyo lugha hiyo? Haya, twende mbele kidogo. Anasema hivi. Anasema baada ya hapo, never is one received from the family of Satan into the family of God without exciting determined resistance of the wicked one. Hamna anayepokelewa kutoka kwa familia ya Shetani kuja kwa familia ya Mungu bila yule mwovu Shetani kuwa na upinzani mkubwa. Tulipoanza tuliuliza swali, baba ya bibi harusi ni nani? Shetani. Unapoolewa huwa furahi. Umeona wazee ambao hawataki mtoto wake aolewe? Unaona aina ya wazee kama hao? Ndio Shetani mmoja wao. Anataka awe azeke nyumbani. Anataka azeke nyumbani tu hapo. Sawa? Baada ya hapa nasema hivi, sasa sikizeni point ya msingi. Satan's accusation against those who seek the Lord, mashtaka ya yule mwovu kinyume cha wale wanaotafuta Bwana, are not prompted by displeasure at their sin. Sio kwamba ni kwa sababu Shetani anachukia dhambi zao. Kwa nini? Baada ya hapo, his accusation arises solely from his enmity to Christ. Mashtaka yao ni kwa sababu anamchukia nani? Anamchukia Kristo. So the reason why unasikia hiyo sauti ya kwamba sasa wewe ndio reformer. Sio kwa maana Shetani amechukia kitendo kile ambacho umekifanya cha dhambi, uanguka ambacho umeanguka. Anafanya hiyo kwa maana anachukia bwana wako. Anataka kunyang'anya ile mikono ya bwana yako huyo. Ati sasa wewe ndio bwana ya mtumishi wewe. Lugha hiyo lengo sio kwamba huyo mtu anachukia ile kitendo. Ni kwa maana roho iliyo ndani yake inachukia yule ambaye umeitoneshwa naye. So lengo ni kwamba anataka kuvunje moyo ndiposa akutenganishe na nani? Na Bwana wako. Hiyo ndio issue hapo. Sawa? Sasa baada ya hapo yote naomba tusikize hivi. Through the plan of salvation, kupitia mpango wa wokovu, Jesus is breaking Satan's hold upon human family. Shetani, Yesu alivunja the hold of Satan upon the human family. Vifungo vya Shetani familia ya mwanadamu. Yesu anavunja kule kushikilia ambao Shetani yuko nako kwa familia ya nani? Ya wanadamu. And rescuing souls from his power.
na anaokoa roho kwa nguvu zake. Kwa hivyo sisi aliyetunasa na hataki kutuachilia ni nani? Shetani. Ni nani? Shetani. Kwa hivyo unapopata ya kwamba vitu fulani vinaibuka katika mawazo yako, sauti fulani zinazokuvunja moyo kwa sababu ya dhambi unazozifanya, lengo kuu hapo ni shetani anayetafuta kukufunga usifanye kitu gani? Usitoke kwenye kamba za nani? Kamba zake. Tunaelewa vizuri? Ndio. Haya. Kama tunaelewa, ninaomba tuangalie paragraph ya pili. Hiyo tuliyosoma ni paragraph ya ngapi? Ya kwanza. Tuna paragraph ya pili. Naomba niisome jinsi ilivyo hapa. Alafu tutafsiri. He leads men into skepticism. Shetani anaongoza watu kuingia katika haya kutuamini, causing them to lose confidence in God and to separate from his love. Na wafanya wakose ujasiri juu ya Mungu na kuwafanya tengane na upendo wake. Sasa sikizeni vizuri baada ya hapo. He tempts them to break his law. Anawajaribu kuvunja sheria. Mnasikiza vile anafanya? Mzee Mapande, unasikia vizuri? And then he claims them as his own captives. Kisha anadai kwamba wako katika udhibiti wake. And contest the right of Christ to take them from him. Na napinga haki ya Kristo kuwachukua kutoka kwa utawala wake. Sio? Sasa sikizeni vizuri. He knows that those who seek God earnestly for pardon and grace will obtain it. Kwamba anajua shetani kwamba wale wanaotafuta nini? Wanaomtafuta Mungu. Wanaomtafuta Mungu katika kweli ya msamaha na nini na neema yake, watafanya kitu gani? Watampata. So huwa anafanya nini sasa? Baada ya hapo sasa nini hapo ndo jibu inaingia. Therefore, kwa hiyo he present their sins before them to discourage them. Anawaletea dhambi mbele yao ili kuwakatisha tamaa. Kwa hivyo haya mashtaka ya dhambi ambayo huwa yanaletwa yanatoka wapi? Kwa akili zetu. Sasa kwenye akili zetu mbele ya Mungu, sisi siko maneno vizuri hapo. Kwenye akili zetu shetani anatuletea nini? Mawazo ya kutukatisha tamaa kwenye akili zetu. Ndiposa itutenganisha na nani? Sasa Mungu akiwa anajua hicho, shetani naye anajua hicho, ni vipi ambavyo Kristo huduma yake ya uombezi inatusaidia kushinda hicho. Sawa? Twende mbele. Satan is constantly seeking occasion against those who are trying to obey God. Anatafuta kwa kudumu jinsi ya hapo umemaliza. Satan is constantly seeking occasion. Shetani anatafuta wasa bila kukoma against those who are trying to obey God. Dhidi ya wale ambao wanajaribu kumtii Mungu. Na wasikizani vizuri. Even their best and most acceptable services, hata katika huduma yao inayokubalika na iliyo bora, he seeks to make it appear corrupt. Anatafuta ionekane kwamba hiyo kazi ni bure. Yaani mtu anaweza fanya kitendo ambacho kwenye moyo wake yeye, kwenye akili zake anakifanya kwa moyo safi, lakini shetani akiwa amekaa hapo anasema sasa angalia mtu anajifanya. Sasa yeye ndo anajua tu hiyo maneno. Sisi wengine hatujui. Yuko nukuu hapa. Ngoja wewe nukuu ngoja kidogo. Yesu unaangalia hapa. So mzee akatona na mke anasema ya kwamba ninaomba jamani kama kanisa tusaidiane kusafisha mazingira ya kanisa hapa. Haya mazingira sio mazuri. Alafu nasikia sauti kutoka hapo anakuambia sasa yeye anajua. Yeye ndo ameona hiyo. Sasa ameona kwamba sasa hatujui wengine. Sisi hatuone. Sana anapenda kujipendekeza. Kwa yaani wewe haujui moyo wa mtu sio? Lakini mawazo fulani ndani ya akili yako yanaanza kuingia ya kumshtumu yeye. Shetani huyo. Sawa? Nao twende mbele baada ya hapo anasema hivi. Naomba niweze kusoma mbele anavyosema. Baada ya hapo, by countless devices, kwa njia zisizo na hesabu, the most subtle and the most cruel,
zilizodanganyifu na zingine ambazo za kikatili. Satan endeavor to secure their condemnation. Hello? Yes. Satan endeavor to secure what? Their condemnation. Kwamba shetani anatafuta awaletee nini? Condemnation. Hukumu. Sasa hii hukumu kumbe anayetaka wapi? Kwa akili yetu. Kwenye akili zetu. So wewe utakuwa unaona kwamba haki ya Mungu ananiona namna gani? Kumbe hiyo sauti ya kwamba Mungu amekuhukumu ni ya wapi? Ni ya shetani wapi? Kwenye akili yako mwenyewe, sawa? Sasa sikiza. Sasa huduma ya Kristo sasa inaenda kuingilia hapo. Sikiza. Man cannot meet these charges himself. Mwanadamu hawezi kukabiliana na mashitaka haya yeye mwenyewe. In his sin-stained garments, katika mavazi yake yaliyotiwa madoa na nini na dhambi, confessing his guilt, akiungama hatia yake, he stand before God, anasimama mbele ya Mungu. Huduma ya Kristo sasa. But Jesus our advocate, lakini Kristo wakili wetu, present an effectual plea in behalf of all. Anawakilisha ombi lake linalo uwezo na linalodumu kwa ajili ya wote ambao wamekuja kwake kwa toba na imani, ambao wamejipeana kwake, wamepeana mioyo yao kwake aweze kuilinda. Sasa sikiza kimalizia. He pleads their cause and vanquishes the accuser. Anaombea nini? He pleads their cause. Yani hiyo unaweza tafsiri. Na anamfukuza nani? Yule ambaye ni mshtaki. The mighty arguments of Calvary, kupitia madai mazito ya nini? Ya Calvary. Haya madai mazito ya Calvary ambayo yanamfukuza yule mwovu shetani, huwa Kristo naye anayaleta wapi? Kwenye mawazi. Kwenye pahali ambapo mashtaka yalikuwa yamefanyika. So wakati ule ambapo shetani basi anapokuja kwako, anaanza kuibua kumbukumbu za dhambi, anaanza kuibua kukuonyesha jinsi ambavyo wewe umepungukiwa. Shetani naye kwenye huduma, Kristo naye kwenye huduma yake ya uombezi anakuja hapo kwenye nini? Madhabahu hayo yenye pembe hayo. Anaanza kuleta madai yake ambayo ni mazito, madai kweli, arguments, hoja. Anaanza hoja zake nzito za Calvary hapo mahali madai haya shetani yalipo. Shetani anakuambia sasa, wewe mtumishi wa Mungu, wewe uko hivyo. Wakati sauti hiyo inapopiga sauti hiyo kwenye mawazo yako, naye Kristo anakuambia kwamba hata kama wewe ni mchafu, nilikufa kwa niaba yako. Sasa wewe ndio nani sasa? Anapokuletea yale maneno kwenye mawazo yako, naye Kristo anatumia kafara hapo kwenye msalaba, anasema hivi, okay, kama kwa kweli unaona kwamba Mungu amekukasirikia, nishalipa. Kazi yoyote haifanyiki mbele ya Mungu kule. Ni wapi? Kwenye akili zangu. Sasa ndio maana kuelewa tabia ya Mungu ni nzuri na muhimu, kwa maana yake wakati shetani anapoenda kuchukua majaribu, Kristo anatumia ule ujumbe na ufahamu ulio nao kumhusu Mungu, anaenda kupatia hoja nzito za kucounter mashtaka ya shetani kwenye akili zao. Akienda mbele anasema hivi, but Jesus our advocate, tushasoma hapo, his perfect obedience to God's law, utii wake mkamilifu kwa sheria ya Mungu, even unto death of the cross, hadi mauti ya msalaba, has given him all power in heaven and in earth, imempa mamlaka yote mbinguni na duniani. He claims of his father's mercy and reconciliation for the guilty man. Anadai kwa baba yake, sio kwa baba yake jamani. Ukisema akianza kudai kwa baba yake, umeweka Mungu kwenye ile sura ya kipagani sasa. Okay. Anadai ya baba yake, of his father. Okay. Yaani rehema ni ya baba yake. Sawa? Yaani yeye anapokuja kwako anakuletea nini? Rehema ya baba, masi ya baba yake na upatanisho wa baba yake kwa ajili ya mwanadamu mwenye hatia. Hello? Yes. Baada ya hapo anasema hivi,
the accuser of his people, to the accuser of his people, kwa mshtaki wa watu wake, he declares, anamwambia, utangaza, the Lord rebuke this. Bwana na akukemee. Kwa hivyo hayo maneno ya kwamba Bwana na akukemee, huwa Kristo anayasema wapi? Kwa shetani. Wapi? Shetani anampata wapi? Kwenye akili zetu. So wakati ambapo shetani anakushtaki, huduma ya Kristo ya kutuombea sio kumpembeleza nani? Nani anayepembelezwa hapo? Ni mimi? Au ni wewe hiyo? Anayepembelezwa hapo sio Mungu, ni mimi. Ananipembeleza kupitia hoja nzito za nini jamani? Za Calvary. Ananiletea hoja nzito kuhusu rehema za Bwana, na ananiletea hoja nzito kupitia ule mpatanishi wa Kristo. Ndiposa nikishakubali, anamwambia shetani na Mungu akukemee. Na baada ya hapo kuna nukuu nyingine ambayo naweza kuisoma, ambao ni hiyo hiyo. Sasa tunaenda kwenye nukuu hiyo hiyo 471 paragraph ya kwanza. 400 ngapi? 71. Naomba tuisikie anavyosema. The fact that they are shuhuda ya 5:471. The fact that the acknowledged people of God are represented as standing before the Lord in filthy garments. Ukweli kwamba yani 471, ule ukweli kwamba watu wa Mungu wanawakilishwa kuwa wamesimama mbele ya Bwana mavazi wakiwa na mavazi yapi? Mavazi machafu. Should lead to humility. Inapaswa ituongoze katika kunyenyekea, and deep searching of heart, na katika kuchunguza moyo kwa kina, on the part of all who profess his name, kwa upande wa wale wanaoliitia jina lake, those who are indeed purifying their souls, wale ambao kwa hakika wanatakasa mioyo yao, by obeying the truth will have a most humble opinion of themselves. Kwa kutii ukweli watakuwa kwa jumla na maoni ya kinyenyekevu wao wenyewe. Baada ya hapo na ninataka tuskip kitu fulani, anasema kwamba we cannot answer the judges of Satan against us. Hatuwezi kujibu mashtaka ya shetani dhidi yetu. Christ alone can make an effectual plea on our behalf. Ni Kristo pekee ndiye anayeweza kutujibia hayo kwa niaba yetu. He is able to silence the accuser with arguments. Anaweza kumnyamazisha mshtaki kwa hoja founded not upon our merits, ambazo zimejengwa si katika mema yetu, but on his own, bali katika mema yake. Sasa ndugu zangu, pointi ya msingi hapa ni hii, kwamba wakati ambapo shetani analeta mashtaka, sisi hatuna uwezo wa kunyamazia zile hoja, na hatufai kuanza kulenga na kuelekeza vidole kwa matendo yetu nini? Mema. Tunafaa tu tuangalie matendo mema ya nani? Ya Kristo. Unapoyaangalia kupitia yale matendo mema ya Kristo, sio kwamba yanakufunika kwa maana yake hiyo. Kwa maana yake unavyomjua baba yako, unajua baba yangu hawezi nihukumu. Baba yangu hawezi nikataa. Baba yangu ananipenda jinsi sio, kama naelewa lugha hiyo. Yaani unaposhtakiwa na mtu anapokuletea mashtaka ya shetani, kwa maana yake shetani huja kwenye sauti, lakini shetani pia huja kupitia mtu. Sawa? So anapokuja kwenye yale mashtaka, wewe usiwe ule ambaye unaanza kulenga kidole kwanza kujieleza, ukilenga kumwelekeza kwenye tabia yako nini? Hata si nilifanya hii, hata najua sasa nimefanya hii. Hapana. Wewe rudisha mawazo yako, yaangalie kwa tabia ya Kristo. Tabia hiyo ni ipi? Unamjuaje Mungu wako? Hata kama nimekosea, ninajua Mungu wangu afanye gani? Anikemei. Na hata kama kwa kweli mimi sijakosea, Mungu wangu na hakosa. Yaani unaangalia tabia ya Mungu, wewe usiwe na haja ya kujitetea. Wewe angalia tabia ya Mungu mwenyewe, hiyo ndio itakao kudhibitisha hiyo. Baada ya hapo, naomba ndugu kae, alafu tuangalie kipengele cha mwisho. Dakika ngapi zimebaki? Bado na dakika 24. So ikiwa mpaka hapo tuko sawa ya kwamba
Kristo anafanya kazi ya kutuombea, kutupatanisha kwa madhabahu. Na tayari hawa madhabahu tushayaona ni binadamu, moyo wa binadamu ndio yako na udhaifu. Ndio maana nukuu ya Great Controversy anasema hivi, tumeisoma na pia tumeisoma ile wakati ambao tulikuwa tunafanya ile intellectual critique ya evidence ya sanctuary kukua mbinguni kama hii. Mnakumbuka? Kuna nukuu tulioisoma ya kwamba Facing Life Record, tuliambiwa ya kwamba shetani anasema mbele ya Mungu anatushtaki. Unaikumbuka? Kabili kumbukumbu za maisha. Hiyo nukuu mtu ende hapo vizuri. Mbio jamani, twende mbio. Kwa maana kuu, kwa maana yake sasa nataka tuangalie hizo kumbukumbu ni nini. Hebu nifungue kwa siri kama nataka kuupesi. Sura ya 28. Kuna kitu pale ambacho ningelipenda tuweze kukiangalia hapo. Mimi hapa nataka kufungua hapa, kuna kitu ambacho nimejifunza hapa. Wewe sijui umejifunza nini? Katika haya maisha wakati mwingi shetani kuletea mashtaka. Sasa mimi hapa kuna point moja ambayo imeniingia kwenye mawazo. Tusiwe watu tunaopenda kujieleza. Unapenda kujieleza, then umeanza kupambana na shetani kwenye hoja zako. Kujitetea. Sawa? Shetani anapokuletea zile mashtaka, yale mashtaka, wewe dumu kuangalia tabia ya Mungu wako. Whether umefanya haujafanya, unamjua aje? Kama umefanya sasa, inamaanisha nini sasa? Angekuwa babaka amekukasirikia? Na kama haujafanya, Mungu anajua kweli, sio? Atakutetea mwenyewe. Sisi kama tunaelewa vizuri. Yaani hamna haja ya kupatana na shetani uanze kumpea hoja. Sasa utampea hoja utamshinda nini huyu? Jamaa ambaye amekuwa hapa duniani hapa ana uzoefu wa miaka 6000. Wewe unampatia hoja ambazo umezaliwa nazo juzi. Atakunja tu moyo. Unajua ni Ayubu alipoanza kupeana hoja mpaka mwisho mwenyewe alianza kuumia moyo. Yaani alipoanza kupeana hoja kujitetea, ikabidi Mungu atokee mwenyewe azungumuze, akamwambia sasa wewe simama kimwanaume tuongee. Hamna haja kupeana hoja kuhusu mashtaka unayoyapata. Tumepata hiyo mahali shetani anawakisha kuwa mbele ya Bwana na kushtaki. Iko hapo. Na mimi nishapata yangu. Great Controversy 484 paragraph ya kwanza. Hapa ndiposa kama mlikuwa kanisani wakati fulani hapo tukijifunza, tukasema wakati mwingine tunapofunguliwa vitabu vya Ellen White, tunapewa picha gani? Nusu. Alafu upewi nyingine. So tunaambiwa ndio vitabu vinafunguliwa. Lakini wanapotaka tuweze mawazo yetu ya kwamba Kristo yuko mbele ya Baba, anampembeleza Baba, kuna picha nyingine ambayo hawakuambii. Hapo inasemaje? Nasema hivi. Wakati Yesu anapowatetea raia wa neema yake. Anapowatetea, sasa kumbuka, hii kutetea tumeshaisoma. Anaitetea wapi? Kwenye mioyo yetu, sawa? Anapotutetea twende mbele. Shetani yeye anawashtaki mbele za Mungu kama wakosaji. Mbele ya Mungu kama wakosaji. Tumeambiwa ni kila siku asubuhi na jioni. Anafanyaga aje? Anatushtaki. Ni sisi anatushtaki kwenye mawazo yetu. Akitumia sura ya Mungu mwingine aliye wapi? Kwenye mawazo. Hapo ndio pointi ilipo. Yaani hii sentensi mbele ya Mungu sio kwamba Mungu amekaa ndani yako kimwili na kustaki hapo. Kwenye sura hilo potovu ambayo amekuwakilishia kuhusu Mungu, shetani anatumia hiyo kukuletea mashtaka yatakayovunja imani yako na matumainio yako. Sasa hiyo ndivyo anavyotushtaki mbele ya Bwana. Sasa sikizeni hoja ya msingi. Mdanganyaji mkuu ametafuta kuongoza katika ushupavu wa kushuku ndani ya mabano kumtilia Mungu mashaka. Ili kuwafanya wapoteze imani kwa Mungu, wajitenge wao wenyewe kutoka kwenye upendo wa Mungu na kuvunja sheria yake. Baada ya hapo sasa anasonda kwenye kumbukumbu za maisha yao. Anasonda kidore kwenye kumbukumbu ya nini? Ya maisha yao. Kumbe shetani naye hizo vitabu anazisoma. Kama na yeye anavyo. Sasa sijui kama mnaona hapo. Kwenye vitabu hivyo vinavyofunguliwa
vikiwa mbinguni naye shetani anavisoma. Ndugu yangu, wewe unauliza swali hiyo. Sasa swali ni hili, kama hivi vitabu ni vitabu fulani kama hii Biblia hapa, ambayo kwenye meza ya Mungu kule mbinguni kwenye kiti chake cha enzi, shetani anasomaje? Ndio aende huko mbele ya Mungu tena aende kunishtaki. Sasa hiyo vitabu hapo anasema hivi, anasonda kidole, anamwambia Mungu, angalia kwenye kitabu hicho hapo. Angalia hapo. Aliwahi fanya hivi, aliwahi fanya hivi. Sasa anasonda kidole namna gani? Anasema hivi. Sasa anasonda kwenye kumbukumbu za maisha yao, kwenye kasoro za tabia zao. Analekeza kidole chake za kukosoa kwenye nini? Kwenye kasoro za maisha yao. Kutofanana kwao na Kristo. Anaanza kuwalinganisha. Simejifunza tabia ya Mungu. Mungu anakuwa hivi, na wewe uko hivi. Sasa anakuletea nini? Hauoni tofauti kama wewe wake? Anawasha moto vidole hiyo, sio? Twende mbele. Jinsi ambavyo walidhalilisha mkombozi, walimdhalilisha mkombozi wao, kuonyesha dhambi zao zote ambazo walikuwa wamewajaribu kuzitenda, na kwa sababu hizi anadai kuwa ni raia wake. Na mbele Yesu atoi udhuru kwa dhambi zao. Sasa hapo ndio point ilikuwa nataka tuipate hapo. Kwa hivyo Kristo anapokuja kwenye madhabahu hayo, aanze kutoa excuse. Unajua alifanya hakuwa anajua. Najua hii alifanya hakuwa anaelewa. Mtoto alisababishiwa. Unajua hii lazimisha. Kwa maana yake Kristo mwenyewe anajua kuna pembe. Sawa? Kwa hivyo yeye haanzi kulenga kidole kwanza kupeana wamoja kwamba ndio anajua alikuwa yeye ufanya kitu gani? Yeye usema bali anaonyesha toba na imani yao. Anaonyesha toba na imani yao. Na kwa kuombea msamaha, anainua mikono yake iliyojeruhiwa mbele za Baba na malaika watakatifu akisema. Inaanza kukoroga sasa hapo. Baba anainua mikono mbele ya nani? Anawaombea nini? So kwenye picha kwenye mawazo unamuona kwamba msema mbele ya Baba, anamwambia Baba, damu yangu, Baba angalia Baba. Unaelewa vizuri? Kumbe huu msamaha unaoombewa ni mahali mashtaka yamewekwa. Hapo ndipo msamaha unafanyika wa kuondoa hatia za dhambi. La kitu gani? Na dhambi yenyewe. Sio kwamba ni Kristo kwa mbele ya Baba anamwambia Baba, unajua elewa na wewe. Unajua alikuwa mdhaifu kabla anijue alikuwa anafanya hiyo. Baba elewa, anampatia Baba hoja. Hizo hoja ni kwenye mawazo ya nani? Mdhambi mwenyewe. Now, naomba tukae hapo. Hiyo nyingine tutaendelea kusoma mbele. Now, point ya kumalizia. So hii kitabu ya kumbukumbu ambao shetani anaelekeza kidole chake huko ni kipi? Na anakipata wapi? Ni kwenye kumbukumbu za maisha ambayo mhusika ameishi. Naomba tuanze kuangalia vitabu vya mbinguni, tumalizie somo letu hapa. Vitabu za mbinguni ni kitu gani? Unaposoma kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 22. Waebrania 12. Waebrania 12 mstari wa 22. Anasema 22. Bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni, na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Angalieni. Ni ngapi umefika? 25. Asante. So majina ya hawa yameandikwa wapi? Yameandikwa wapi? Mbinguni. Mbinguni, okay? Aya, Ufunuo 21:27. Ufunuo 21:27. Anasema fungu la 27, na ndani yake hakitaingia
kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. So tunao kitabu cha uzima cha mwana nini? Mwana kondoo. Kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nao ukienda kitabu cha Isaya 49 mstari wa 16 nasemaje? Isaya 49 mstari wa 16 nasema, matazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Mesha hivyo. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Sasa hapa kuna picha ambayo ningependa tuweze kuipata katika kuangalia vitabu vya mbinguni. Ni kweli kuna kitabu cha uzima mbinguni, sawa? Tunapatana jamani? Jinsi tulipoanza tulisema kuna hekalu la majengo wapi? Lakini hilo hekalu la majengo mbinguni silo linalo safishwa, okay? Na hivyo pia niseme hivi, kuna kitabu au vitabu wapi? Mbinguni. Sasa swali ambalo tunataka tujiulize, tulivyojiuliza kwenye somo la kwanza, vitabu hivi vimeandikwa na ngozi ya kondoo ipi au karatasi zipi? Sasa ikifika hapo ndio unapata watu wanaanza kukuambia hapana, waachia hapo, usiende zaidi ya nini? Kwa maana yake wao wanakuambia, ukianza kuwaambia vitabu vipo mbinguni lakini sio vitabu vya daftari, kwenye mawazo yao umeanza kuingilia ule mpango wao wa upelelezi. Kwa maana kwenye akili zao upelelezi ni kuangalia nini? Yale madaftari. Sasa unaposikia kitabu cha Isaya inasomwa kwamba Baba au Kristo ametuchora kwenye viganja vya mkono wake. Kuchora kwa maana yake ya kwamba Baba akiangalia mkono hivi anafanya kitu gani? Anasoma jina langu. Anasoma jina langu, ananiona mimi. Unaona kipi katikati ya hao mawili? Msingi ananiona mimi. Anakuona wewe. Na sio kama kusoma kukuhusu wewe. Sio? Anasema kuta zako ziko mbele yangu daima. Kwa maana yake Baba anapo yani sio kwamba iko hivyo kwamba moja kwa moja Baba afanya mkono hivi sasa wewe anakupicha kama magic. Na hiyo ya mkono hapo anaanza kuangalia. Unaona magic wale jamaa wanaitwa magic whatever. Wale waangalia mikono wale. Anakuambia mazinga umbwe. Leta mikono yako, anaangalia kwamba sio utakuwa tajiri, kesho kunakuwa nini hiyo. Sio hiyo. Yaani ni mfano, ni picha ya kukusaidia kuona jinsi ambavyo Mungu anauelewa zaidi na mpana kukuhusu wewe. Kwa maana yake huu sio mkono wa lengo pale. Yaani ni kukuelekeza uone picha ya kwamba Mungu anakujua kama mtu ambaye amekuweka kwenye mkono anakusoma. Sawa? Mtu kama huyo hahitaji kumbukumbu yoyote ya vitabu vingine ya kukujua wewe. Sio utaelewa vizuri. Mtu huyo hahitaji apatiwe kitabu fulani sasa aanze kupitia kuchunguza ndio aelewe sasa. Yaani anakujua ndani na nini? Na nje. Ndio maana kitabu cha Luka 12 mstari wa 6 na 7 anasema ya kwamba hamna hata mashomoro moja inayoanguka. Lakini anauliza, nyinyi sio thamani sana hata kuliko nini? Mashomoro wengi. Tazama hata unywele wa nini? Hajasema manywele. Amesema nini? Unywele. Hiyo ni ngapi? Moja. Anajua nini kuhusu huo unywele? Umehesabiwa. Amesema tu umehesabiwa. Hiyo kuhesabiwa na maanishaje? Anajua idadi ya nywele ya kichwa changu ni 1,000 milioni 1. No, sio hiyo. Yaani mimi ninaposoma kwangu, lakini mimi ninaposoma ya kwamba hata unywele wa kichwa yenu umehesabiwa, sio kama anajua idadi ya jumla, anajua kila unywele na namba yake. Sio unaelewa vizuri? Yaani nikifanya kwa mfano leo hivi najikuna, alafu ninyoe nitoe moja, anajua moja imetoka. Sio kama mnaelewa. Yaani emphasis hapa ni kwamba jinsi ambavyo Mungu anavyotujua ni ya karibu zaidi hata kuliko tunavyofanya vitu gani? Tunavyojijua wenyewe. Sasa kama Mungu yupo hivyo, kuna haja gani ya kuweka kumbukumbu mahali ya kwenda kupikua wakati fulani? Maana ikiwekwa hata ipekua sababu hasahau. Now, kuna kitu kimoja ambacho tunafaa tujue. Kwenye patakatifu tulishasoma, nitawakumbusha kwa maana ya wakati,
Yule kuhani mkuu kuna naivera aliyokuwa naivaa. Kwenye kitabu cha Kutoka 28 kuanzia 9 hadi 12. Ile naivera ndiposa ulikuwa unapata mawe mawili yalikuwa yanawekwa kwenye naivera ile. Alafu anaandika majina ya Israeli huku 6 na huku 6. Alafu ilikuwa inawekwa karibu na moyo wake. Lengo kuu ni kwamba mtu alisomea 12, nipeane point hapo. Ile naivera mahali majina ya wana wa Israeli imeandikwa. Kumbuka tumeambiwa ni kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Sasa ni wapi mahali ambapo Mungu anaandika majina ya watu ambao wamejitoa kwa maisha yao hapa kwa ajili yake? Ni wapi mahali ambapo Mungu ameandika majina ya watu ambao wamempokea yeye? Kwenye patakatifu pale ni kwenye naivera karibu na moyo wake. Kwa nini? Soma mbele. Kutoka 28 kuanzia aya ya 6. Soma mstari wa 12. 28:12. Nawe utavitia vile vito viwili juu ya vipande vya mabegani vya hiyo naivera. Viwe vito vya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli. Naye Haruni atayachukua majina yao mbele za Bwana juu ya mabega yake. Kwa hiyo unapopata ili kuwa ukumbusho. Aroni anapoenda mbele ya Bwana, majina ya wana wa Israeli yameandikwa wapi? Yamebebwa wapi? Kwenye mabega, yamekuja kwenye kifua cha nani? Cha kuhani mkuu. Kwa hiyo unaposema kitabu cha uzima cha mwanakondoo huyo pia ndiye nini? Ndiye kuhani. Kwa hiyo majina yetu yameandikwa kwenye kitabu chake ambacho ni kitu gani? Ni kwenye moyo wake. Sawa? Sasa swali ni hili. Mbona Kristo ana kumbukumbu hizo? Lengo lake la kuwa na hizo kumbukumbu kwa nini? Sasa tuliumbwa kuwa mfano wa kuangalia uungu jinsi ulivyo. Mungu alituwekea mioyo inao uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu, sio? Lengo la kuweka kumbukumbu ilikuwa ni nini? Mungu alipokuwa anatuumba kutuwekea kumbukumbu, lengo lake lilikuwa ni nini? Alituwekea kumbukumbu ndiposa wakati ukikaa hivyo na kukumbuka uhuzunike. Kwenye mpango wa Mungu yeye hapo anapangia uovu uingie na nini ingie? Na uchungu uingie, sio? Kwa hivyo alipotuwekea kanuni ya uzima ya kumbukumbu, ilikuwa ni kwamba ndiposa unapokumbuka kumbukumbu, ufurahie na kuburudika kwa yale mema na mazuri ambao tumeishi nayo katika dunia pamoja naye. Yaani kumbukumbu ni kwa sababu kwenye somo la afya ya akili unaweza kaa hivi unapokumbuka kitu ukapitia hisia zile ulizokuwa nazo kwenye kile kitendo. Sawa? Kwa hivyo kumbukumbu Mungu alitutengeneza tuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya kufurahia katika mambo mema ambayo tunayapitia kwenye dunia hii. So dhambi ilipoingia, ule moyo uliokuwa umekaa design uhifadhi kumbukumbu ya mambo mazuri, unahesabu pia unahifadhi kitu gani pia? Kumbukumbu ya nini? Ya mabaya. So that unapoyakumbuka unapitia hisia zile unaweza kuwa nazo wakati wa tukio. Yes. Wakati wote. Unajua hapo yeye alikuwa anafafanua kwenye habari ya kumbukumbu. Kwa mfano kwenye Agano la Kale kule anadai kwamba zile kumbukumbu zilizokuwa zinabaki kwenye lile pazia zilikuwa zinamaanisha kwamba Mungu anatunza kumbukumbu ili shetani asije akasema siku moja kwamba huyu kuna dhambi ya kuitubia. Sawa. Ni sawa, ukitaka kuongeza hiyo haina shida. But swali ni kumbukumbu hizo zimehifadhiwa wapi? So sawa, kama iko hivyo ni sawa, but wapi zimehifadhiwa gani? Zimehifadhiwa. Ndio tunachokitafuta sasa. So tunapojiuliza hiyo swali, then niseme hivi, kusudio la Mungu kuandika kumbukumbu sio kwa ajili ya kuja kuadhibu. Mungu alipokuwa anatuumba kuhifadhi kumbukumbu, lengo lake sio kwa sababu ya kuja kuadhibu, bali ni kwa ajili ya kuhifadhi
zile kumbukumbu kwa sababu ya urafiki wa karibu anaokuwa nao na watoto wake. Yaani mama, mtumie huo mfano. Mama yuna kumbukumbu za watoto wake, sio kwa maana ameziweka pale ndani ya moyo akuje kuadhibu watoto baadaye. Yaani ni kitu ambacho ni natural. Kitu ya mapito ya maisha. Anahifadhi kumbukumbu kwenye lengo, sio kwamba yani hata kwamba alikusudia kuzihifadhi hapa. Yaani ni kitu ambacho tukiko ni kitu kiwa chenye asili. Ni kwa sababu ya ukaribu ambao amekuwa nao na uzoefu amekuwa nao na wanani? Na watoto. Sasa kumbukumbu hizi zipo katika sehemu tofauti. Sawa? Ndio maana vitabu viko tofauti. Viko vyenye aina tofauti pia, lakini zipo katika aina tofauti, yani katika sehemu tofauti. Kwa mfano, ukikuja hapa, pembe hizi na pembe hizi zote zinahifadhi kumbukumbu, sio? Kwa maana yake pembe, tulisoma kitabu cha Yeremia 17 mstari wa kwanza, pembe inawakilisha mioyo ya wanadamu iliyofunikwa na nini? Na dhambi, sio? Kwa maana yake mbao hii, madhabahu haya yanawakilisha mbao ya mioyo yetu. Yeremia 17 mstari wa kwanza. Na pembe ni dhambi iliyo wapi? Iliyo ndani, sio? Kwa hivyo kumbukumbu za dhambi. Kumbukumbu za nini? Naona watu wamechoka pale. Kumbukumbu za dhambi zinahifadhiwa kwenye mbao tofauti kulingana na hali ya mtu. Kwa mfano, wale ambao wako katika hali ya shaba, hii itakuwa ni vitabu vipi? Ni vitabu vinavyohifadhi kitu gani hapa? Dhambi. Ambao hawa wanaohifadhiwa hapa kumbukumbu za dhambi wanapokea nini? Mauti, sio? Lakini wale ambao kumbukumbu zao zimehifadhiwa kwenye madhabahu ya aina hii, kumbukumbu hizo ni kumbukumbu za nini hizo? Za mema. Ni za mema. Sijui kama naelewa vizuri. Sawa? Sasa kwa maana yake kuna kumbukumbu ambazo binadamu anazihifadhi wewe na mimi nazo zihifadhi, sio? At the same time, ikiwa iko hivyo kama mimi nina uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu ndani ya moyo wangu, then unajua by default malaika yule anayeniongoza naye ana kumbukumbu anazoziandika. Sawa? Sasa sio kwamba anifuata andike. Yaani anapokuwa karibu nami kuniongoza, mapito yangu yote ni uzoefu wake. Hapa umenielewa Hilda? Yaani mapito yake ndio nini? Yaani mapito yangu nayoyapitia anayapitia pamoja na nani? Na mimi. Kwa hiyo kumbukumbu hizo zote ameziandika moyoni mwake kwa usahihi kamilifu. Lakini sio kwa kusudia. Lakini lengo sio kwamba alikuwa ananifuata ili aone aniandikie. Yaani kwa kuwa pamoja nami anapitia mema na mabaya ninayoyapitia. Na hizo kumbukumbu pia anazihifadhi. Sawa? Na kule mbinguni kwa maana yake Mungu ana uwezo wa kuangalia duniani hapa, una uwezo wa kupitia nayoyapitia, na hivyo kumbukumbu anazo. Sawa? Kwa maana yake nini? Kumbukumbu zinapofunguliwa, inabidi nisikupe nafasi kwa maana nimeshaonyesha muda tayari. Kumbukumbu zinapo, yes, kuna mtu pale nyuma. Kuna kumbukumbu zinazofunguliwa mbinguni, sawa? Lakini kumbukumbu hizi sio vitabu ambavyo Mungu anavitoa kwa wardrobe. Sawa? Kwa kabati. Ni kumbukumbu ambazo anafungua moyo wake kwa yeyote anayetaka. Sasa wewe hapa duniani, ikiwa ulikuwa umemwona yeye ni mwaminifu na ulimdhibitisha kuwa mwaminifu, anapokuchukua mbinguni miaka 1000, uulize swali, dada Ombiana yuko wapi? Simuoni mbinguni. Naomba unielezee Mungu, kwa nini yule mwanakwaya hayupo? Baba anakufungulia kitu gani? Kumbukumbu zake. Anapokufungulia kumbukumbu zake, unaona mapito yote ambayo mwanakwaya yule maarufu walipita na nani? Unaona mibaraka yote ambayo Mungu amefanya gani?
alimpatia na jinsi alivyofanya kitu gani, alivyodhalilisha baraka hili. Sio unaelewa vizuri? Haya, mkirudi hapa duniani anakuambia hivi, labda wewe hauoni ninachokisema ni kweli, labda tuteremke chini. Na tena kule chini anafungua vile vitabu tena, kumbukumbu ya wale wanaoamshwa. Ndio wakati ule unapata kitabu cha Pambano Kuu inasema ya kwamba matendo ya watu yakakuwa kama sinema. Sinema gani hiyo? Ni kumbukumbu zao wenyewe, kila mmoja anaanza kuangalia sehemu yake na mpango wa Mungu katika maisha yake. Badala watubu, wanajawa na mahasira. Kumbukumbu sio vitabu vya nje, hamna. Ni kumbukumbu katika mioyo ya viumbe wake. Nao, nipeane ushahidi. Yaani kwa kifupi, hawa ambao nimekuwa nikipeana ni ushahidi, lakini nataka kuongeza. Sawa? Ya kwanza ni Advent Review and Sabbath Herald. 115:21. Tutafsiri kwa upesi. It has been said that the life of any man truly written will be an interesting book. Imesemekana ya kwamba maisha ya binadamu yakiandika kwa kweli inaweza kuwa ni kitabu cha maajabu. Each one will certainly take interest in such a record of his own life. Kila mtu atakuwa anataka kukuwa na haja kuangalia rekodi ya nini yanayohusu maisha. Yeah. Lakini baada ya hapo anasema hivi. Have you ever thought that there is such a book of your life written? Umewahi fikiria kwamba kuna rekodi ya kitabu kama hicho kuhusu maisha yako kimeandikwa? Alafu anasema hivi. Kuna kitabu kama hicho. Alafu anasema hivi. There are 2 copies. Kuna kopi 2 exact zinazofanana. One is written in God's book of remembrance. Moja imeandikwa kwenye kitabu cha Mungu cha kumbukumbu, and the other in your own memory. Na kingine kwenye kumbukumbu yako mwenyewe. So kama vinafanana, na yangu ni kwenye kumbukumbu yangu mwenyewe. Kwenye ya Mungu hiyo itakuwa ni nini? Ni kumbukumbu zake. Kilichoandikwa hapa kwenye kumbukumbu ya maisha yangu, kwenye memory yangu, hicho ndicho ambacho Mungu yuko nacho kule mbinguni pia. Sawa? Okay. Nukuu 2 za mwisho alafu tuweze kumaliza. Ya kwanza inatoka kwenye kitabu kinachoitwa Testimony on Sexual Behaviors. TSB. Itakuwa ya pili. Ya Ellen White sasa. Testimony on Sexual Behaviors. Testimony on Sexual Behaviors. 62 paragraph 1. 62 paragraph ya kwanza. Saidia kutafsiri. Remember your character. Kumbuka tabia yako. Nini? Tabia yangu. Remember your character. Kumbuka tabia yako. Is being daguerreotyped. Imekuwa ikinakiliwa. Alafu hapo kwenye mabano photographed. Yaani ni kama kitu kilichopigwa kopi. Imepigwa picha. Daguerreotype ilikuwa ni aina ya kuchora ya kitambo. Kwa maana yake kupiga picha. Swali. Unaweza piga picha tabia ya mtu aje? Unaweza piga picha ya mtu tabia aje kwenye kitabu? Haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Kwa maana yake tabia ya mtu kama ni matendo, list ya matendo nafaa uyaandike. Sio? Sasa hapa nasema tabia yako imepigwa picha. Sasa unaposema picha inazungumzia kitu kipi? Yaani nirejea ambapo aina ipi hiyo? Ndio swali. Kumbukumbu. Ndio ukisema kuandika unaweza andika wewe nikuulize swali. Yaani hii ni picha hii. Hapana. Haya ni maandishi, sio? So unaposema picha unazungumzia nini? Ni kitu kinachoonekana kama kilivyo. Sasa ikiwa kwenye vitabu vya Mungu amepiga picha tabia yangu, hii rekodi yake ni inakaa aje? Mira ambayo tuliambiwa anakuwa ukikumbuka unakuwa kama vile ndio uko kwenye tukio lenyewe. Haya, twende mbele. Imepigwa picha by the great
master artist in the record books of heaven. Imepigwa picha na master artist, msanifu mahiri, katika mkuu, katika vitabu vya mbinguni vya nini vya kuandika. Sawa. As minutely as the face is reproduced upon a polished plate of an artist. Yani kwa usahihi kabisa kama ambavyo yule mchoraji anavyochora picha ya uso kwenye nini? Kwenye ukuta ama kwenye karatasi fulani. Sasa swali, kitabu hicho unaona kiko na nini? Kiko na maandishi, orodha, au kiko na picha kamilifu ya kitu? Kiko na picha. Kwa hiyo kitabu cha Mungu sio kwamba kiko na orodha fulani. Yaani yako na picha yaani ni picha kumbukumbu kamilifu, kila kitu wapi? Akilini, kwenye memory yake. Sasa sijui kama walio wazazi, labda kama umefanikiwa na kupata mbaraka kuwa mzazi, ukifunga macho hivi unaweza pata picha halisi ya wakati ulipopata mtoto wako wa kwanza. Unaweza ona picha hiyo? Hiyo picha ni maandishi. Tena yaani ukifunga macho hivi picha yenyewe inafanya kitu gani? Inakuja. Na wala hiyo picha sio maandishi. Sawa? Kwa Mungu yuna kumbukumbu ya vitabu, lakini ni picha halisi, kwa maana yake ni kitu halisi katika nini? Katika kumbukumbu yake. Hakuna kitu kamilifu. Nukuu ya mwisho. Ushuhuda kwa watendakazi 429 paragraph ya 3. Anasema hivi. 429 aya ya 3. Anasema every passing hour of the present is shaping our future life. Kila saa linalopita kwa wakati huu ndilo linaweka mustakabali wa maisha yetu yajayo. This moment spent carelessly, nyakati hizi ambazo zinapotezwa bila umakini, in self-pleasing, katika kujifurahisha, as if of no value, ni kama hazina thamani, are deciding our everlasting destinies. Vinaamua hatima yetu ya milele. The words we utter today, maneno tunayoyatamka leo, will go on echoing when time shall be no more. Yatakuwa yakipiga mwangwi wakati tutakapokuwa hatuna muda tena. Sasa kwanza hapo tusikize tumalize. The deeds done today, matendo yaliyotendwa leo, are transferred to the books of heaven. Yanahamishwa mpaka kwenye vitabu vya mbinguni. Sawa? Kwa hivyo kuna nini? Kuna vitabu vya mbinguni. Matendo tunayoyafanya leo yanakaa transferred, yanahamishwa. Sawa, swali. Unaweza hamisha tabia? Hai, baada ya hapo nasema hivi. Just as the features are transferred by the artist on the polished plate. Kama ambavyo picha fulani inahamishwa na msanifu kwenye ubao uliopakwa rangi. So, kwenye vitabu vya mbinguni nini imehamishwa kule? Tabia zetu, kama vile ambavyo mchoraji anavyohamisha masikio ya huyu kwenye surface ya kuchorea. Sasa picha hiyo unayoisikia inakaa kama picha kitabu ya maandishi. Hapana, ni kitu kikamilifu kuhusu maisha yako. Mungu anahifadhi kumbukumbu hiyo kamilifu. Na wala sio kwamba ameandika orodha ya nini? Ya baadhi ya matendo ambayo tumeyafanya. Ni ukamilifu wa historia na kumbukumbu anayojua kutuhusu sisi. Na Mungu awabariki. Kipata nafasi tutaweza kuja kuangalia ni vipi basi msamaha huu wa kweli unafanyika kwenye kumbukumbu ya vitabu hivi katika walio hai na walio katika hali yao ya kufa. Ndugu waweze kutuombea.